Marekani imeendeleza ukuu wake katika maeneo ya Mashariki ya Kati kwa kufanya mashambulizi mazito dhidi ya Yemen. Vikosi vyake vya wanamaji vimefanya mashambulizi matatu katika uwanja wa ndege wa Hodeida katika mji wa bandari wa Bahari Nyekundu ya Yemen na mashambulizi matano kwenye wilaya ya Majzar katika mkoa wa kati wa Yemen wa Marib siku ya Jumamosi usiku, televisheni ya Al Masira inayoongozwa na Wahouthi imeripoti. Hata hivyo, mashambulizi hayo yanajiri wakati waziri wa ulinzi Pete Hegseth akiagiza upelekwaji wa meli nyingine ya kivita kusaidizana na meli ya USS Harry S. Truman ambayo kwa muda mrefu ipo katika maeneo hayo kwa ajili ya mapambano dhidi ya Wahouthi. Mpango wa urushaji wa makombora hayo kwanza ni kwa ajili ya kulipa kisasi kutokana na mashambulizi ya hivi punde yaliyofanywa na Wahouthi, lakini pia ni juu ya kuhakikisha kwamba wanawasaka wapiganaji wa Kihouthi ambao mara kadhaa wameonekana kuwa moja kati ya wapiganaji ambao wameshindikana katika eneo hilo la ukanda wa Mashariki ya Kati, na hivyo Marekani imeamua kupambana nao hadi pale itakapoona kwamba inashinda. Marekani imesema ina uwezo wa kulishinda kundi hilo la wapiganaji wa Kihouthi na kwamba eneo la Mashariki ya Kati litakuwa huru. Mpango wao sasa ni kuona kwamba wanapambana kila namna na wanapigana kwa ajili tu ya kuona hili linaisha. Kadhalika, katika siku za hivi karibuni, Marekani imeizuia Israel kutopambana na Wahouthi na kwamba waendelee kupambana na Hamas na makundi mengine ya wapigania jihadi huko katika Mashariki ya Kati. Na Marekani imesema suala la mapambano dhidi ya Wahouthi ambao wanaonekana ni watu ambao wana mipango mingi ya kijeshi, basi watapambana na Marekani. Wakati huu ripoti zinasema kwamba hakuna taarifa yenye maelezo kuhusu hasara ama uharibifu uliosababishwa na mashambulizi yaliyofanywa na Marekani katika uwanja wa ndege huko Hodeida, na bado hakuna maoni yoyote kutoka kwa upande wa Marekani. Uwanja wa ndege wa Hodeida ulifungwa kwa ndege za raia tangu mwishoni mwa mwaka 2014 wakati kundi la Wahouthi lilipochukua udhibiti wa miji kadhaa ya kaskazini ukiwemo mji wa kimkakati wa Hodeida. Uwanja wa ndege pia umekuwa shabaha ya mara kwa mara ya mashambulizi ya awali ya anga ya Marekani. Mapema siku ya Jumamosi, Wahouthi walisema walifanya shambulio la 6 dhidi ya vikosi vya jeshi la majini la Marekani kaskazini mwa Bahari Nyekundu tangu Machi 15, wakirusha ndege kadhaa zisizokuwa na marubani kwenye meli za kivita zinazoisindikiza USS Harry S. Truman. Wapiganaji hao wa Kihouthi wamesema pia walianzisha shambulio la kombora la ballistic katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion nchini Israel, shambulio ambalo jeshi la Israel lilisema lilinaswa siku ya Ijumaa. Wapiganaji hao wa Kihouthi ambao wanadhibiti sehemu kubwa ya kaskazini mwa Yemen ukiwemo mji mkuu Sanaa wamekuwa wapiganaji na wamekuwa wakipigana dhidi ya serikali iliyotambulika kimataifa tangu mwaka 2014 na kwamba hadi sasa wanamiliki robo tatu ya nchi ya Yemen. Mvutano kati ya Wahouthi na jeshi la Marekani umeongezeka tangu Washington ilipoanzisha mashambulizi mapya ya anga dhidi ya Yemen Machi 15. Mashambulizi hayo yalifuatia vitisho vya Wahouthi kwa kuanzisha tena mashambulizi dhidi ya maeneo yaliyolengwa na Israel, isipokuwa msaada wa kibinadamu haukuruhusiwa kuingia katika ukanda wa Gaza, na ndio sababu kuu ambayo imewafanya Wahouthi kuanzisha tena mashambulizi dhidi ya Israel. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi wakati wote, utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News.